Yes, bana, nimepokea meseji nyingi kutoka kwa wadau na wapenzi wa soka wakiuliza mkwaju wa penalti wa Pacome Zouzoua ambao ulichezwa na Aishi Salum Manula. Kwanza tumpongeze Aishi Salum Manula kwa kuwa na mechi nzuri sana katika dakika 120. Aliifanya Azam FC kuendelea kuwa hai, lakini pia tumpongeze Aishi Salum Manula kwa the return of Air Manula. Amemuonesha kocha Florent Ibenge na amewaonesha watesi wake waliomwacha ya kwamba yeye ni golikipa ambaye form is temporary but class is permanent, na hichi ndicho ambacho amekifanya Aishi Salum Manula kwenye mchezo wa fainali. Sasa kwa nini ile penalti ya Pacome Zouzoua ilistahili kurudiwa? Yani kwa nini penalti ya Pacome Zouzoua muamuzi alipaswa kupuliza kipenga cha penalti irudiwe? Moja, sababu Pacome Zouzoua wakati anakwenda kuupiga mpira, kabla hajagusa mpira, tunaanza kuangalia kabla hajaugusa mpira kutoka mguuni kwenye ile penalty areas, ina maana Pacome Zouzoua tayari wachezaji baadhi wa Young Africans na wa Azam FC walishajaa kwenye kiboksi. Hilo ni tukio la kwanza, ama ni sababu ya kwanza ambayo penalti ilipaswa kurudiwa. Lakini pia sababu ya pili, Aishi Salum Manula aliwahi kutoka kabla mpira haujatoka mguuni kwa Pacome Zouzoua, kwa maana kwamba alitoa miguu yote miwili, alipaswa kuacha mguu mmoja kwenye mstari, kwa maana ile goal line. Mguu mmoja unaruhusiwa kutoa mguu mmoja, lakini mguu mmoja wakati unakwenda kucheza mpira unapaswa kusimama kwenye ile goal line. Kwa hiyo Aishi Salum Manula alitoka kabla mpira haujapigwa na Pacome Zouzoua. Ilikuwa ni sababu nyingine pia ya kurudiwa kwa mkwaju wa penalti. Hapa sasa wenye makosa ni nani? Si Azam FC, si Aishi Salum Manula. Aishi Manula yeye amekwenda kwenye timing nzuri, amecheza mpira. Pacome Zouzoua amepiga katika timing ambayo alijua Aishi Salum Manula atachelewa, lakini haikuwa hivyo. Penalti kadakwa. Sasa aliyepaswa kumsaidia mwamuzi ni nani? Ni line one ambaye alikuwa pembeni. Wale wanaotazama kwa pembeni, mmoja huwa kazi yake ni kuangalia goalkeeper anasimama katika position sahihi wakati mpira unatoka mguuni, lakini mwingine huwa anapaswa kuangalia wachezaji wa timu pinzani na wachezaji ambao ni timu yao inapiga penalti wasiingie ndani ya penalty box. Kwa hiyo katika matukio haya, hizi incidents zote mbili zinaashiria kwamba penalti imepigwa kimakosa na penalti ilipaswa kurudiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni ambavyo zinahitaji. Lakini penalti nyingi huwa zinarudiwa kama mwamuzi. Sababu ambayo huwa zinafanya penalti isirudiwe, kuingia kwenye kiboksi lakini mpira ukaingia wavuni, hiyo haihalalishi mwamuzi kurudisha penalti. Lakini golikipa kuwahi kutoka na penalti ikaingia wavuni, na maana mpigaji akafanikiwa kufunga penalti, haitarudiwa hata kama golikipa alitoka kabla ya mpira kutoka mguuni. Hizo huaga ni sababu ambazo pia huwa zinapelekea watu wanajiuliza maswali. Je, kwa nini inakuwa arudie kabla tukio la mchezo halija take action? Na ndio maana tunasema penalti ilistahili kurudiwa, kwa sababu wakati Pacome anakwenda kucheza penalti, Aishi Salum Manula alishatoka golini tayari, amevuka ile touchline. Kwa maana hiyo ilikuwa ni sababu tosha kwa mwamuzi kuamuru penalti irudiwe. Lakini kama penalti ingeingia, licha ya kwamba Aishi Manula ametoka mapema, hata kama mpira ungevuka ungefanikiwa kuwa goli, basi penalti haiwezi kurudiwa. Na hata kama mkiingia kwenye penalty box kile, wachezaji wengine mkivamia, penalti ikafanikiwa kumshinda mlinda mlango na mpigaji akafunga, penalti huwa hairudiwi. Hizi ni sababu ambazo huwa zinaletaga coincidence, kwa maana kwamba waamuzi na watungaji wa hizi sheria wanapaswa kukaa chini na kufanya marekebisho. Lakini turejee tu kwenye tukio la kwamba kwa nini goalkeeper alitoka kabla na wachezaji waliingia ndani ya boksi. Zile zilikuwa ni sababu tosha kwamba penalti ilistahili kurudiwa. Sasa na wajibu wale wote ambao mnanifuata DM mnaniuliza kwamba ile ilikuwa ni penalti si penalti, lakini ile ilikuwa ni penalti ambayo ilistahili kurudiwa ama haikustahili kurudiwa. Ukweli ni kwamba penalti ilistahili kurudiwa, na pale Young Africans wameonewa na mwamuzi. Kwa hiyo sasa ukweli unabaki kwamba penalti ilistahili kurudiwa na mwamuzi amepeta.